tatu, wakati ujao. Maana ni hii, umuhimu wa wakati uliopita ni wakati wa ukumbusho. Kwenye Wakorinto, naomba msomaji yule, hebu naomba soma hapo kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 24 na mstari wa 26. Msomaji yule aliyosoma Wakorinto wa kwanza sura ya 11. Sura ya 11 mstari wa 24 mpaka 26. Na Mungu inasema, amen. Naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana asifiwe. Ishia hapo tu. Kwa hiyo chakula cha Bwana kinahusisha wakati uliopita, wakati uliopo, wakati ujao. Umuhimu wa wakati uliopita ni wakati wa ukumbusho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunakumbuka lile tukio ambalo lilitokea miaka mingi iliyopita. Sijui bado ni miaka 2000 au zaidi ya 2000. Unaona? Hai. 2 inasema ni shukurani kwa ajili ya baraka na wokovu wa Mungu unaopatikana kwa dhabihu ya Kristo pale msalabani. Ni shukurani kwa ajili, yani tunafanya hivi kama shukurani kwa ajili ya baraka na wokovu wa Mungu unaopatikana kwa dhabihu ya Kristo pale msalabani. Maana inawezekana kama Yesu asingekufa pale msalabani, wokovu tungeupataje? Wokovu huenda tusingeupata. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu huyu wa mbingu na nchi kwa kifo cha Yesu. Unaona? Kimetupa neema sisi ya wokovu huu tulio nao. Leo hii huenda tungekuwa makaburini huko, tuko mifupa tu. Unaona? Tumeshakufa. Lakini tunamshukuru Mungu kwa kifo cha Yesu, kufa pale msalabani. Ndio hii neema ya wokovu tulio nayo sisi hapa leo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo 3, nisome na andiko Mathayo sura 26:27. Mathayo 26:27. Akakitwaa kikombe akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Maana yake kifo cha Yesu na ile damu iliyomwagika ndiyo sababu ya ondoleo la dhambi zetu sisi wanadamu. Unaona? Bwana asifiwe. Alafu niende tu haraka. Alafu jambo lingine, umuhimu wake, umuhimu wa wakati uliopo. Wakati uliopo. Kuna uliopita, uliopo na ujao. Bwana asifiwe. Kwa hiyo umuhimu wa wakati uliopo kwa chakula hiki cha Bwana ni ushirika pamoja na Kristo. Imetufanya sisi kuwa na ushirika na Kristo. Bwana asifiwe. Sijui kungekuwa na namna gani sisi ya kuwa shirika na Kristo kama isingetokea tukio hili. Bwana asifiwe. Kwa hiyo imetusababisha sisi tuwe karibu na Kristo, kuwa na ushirika na Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sijui tuangalie andiko hii ni A. B yake nasema kinatufanya tuwe na ushirika na washirika wengine wa mwili wa Kristo. Kifo cha Yesu msalabani na huu ushirika mtakatifu inatufanya sisi tuwe na ushirika na washirika wenzetu. Unaona? Waliofanywa kuwa na ushirika na Kristo kupitia damu ya Yesu na kifo cha Yesu inatuweka pamoja. Bwana asifiwe. Tunafanyika kuwa na ushirika wa pamoja. Manase ametoka Tabora huko, si ndio? Si ndio? Lakini na yeye kwa damu ya Yesu na kwa kifo cha Yesu amepata neema ya wokovu. Unaona? Tunakutana pamoja. Mango ametokea wapi? Mbeya. Unaona? Kujuika ametokea wapi?
Morogoro. Unaona? Kwa hiyo tumekutanishwa pamoja. Kifo cha Yesu kimetukutanisha pamoja, kimetufanya kuwa wamoja, kuwa na ushirika wa pamoja. Tena ushirika sio ushirika tu, ushirika wenye nguvu. Na ndio maana nawaambia hakuna ndugu wa karibu, niwaambie, ndugu wa karibu na ndugu wa damu kama aliyokoka mwenzio. Ndio ndugu yako. Niwaambie, unaweza kuzaliwa kwenye familia na ndugu wa kifamilia. Niwaambie, ni mkatofautiana kabisa, mkaachana majia, lakini aliyeokoka mwenzio ni ndugu, yani ni wa damu, damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Imetufanya kuwa ndugu. Ndugu, nikawa naongea na binti moja juzi nikamwambia, wewe ndugu yako ni nani? Ndugu yako ni yule aliyeokoka mwenzio. Ndio ndugu yako wa damu ya Yesu. Unaona? Ndio ndugu yako. Ndio ndugu yako mbinguni, ndio unaenda kukaa naye huyo. Unaona? Ndio ndugu yako wa karibu. Una jambo lako, nenda tena mwendee. Unaona? Kwa ujasiri, ni ndugu yako. Na wewe anayekujia wewe, unayejiliwa wewe na ndugu yako huyo, hebu mpokee kama ndugu yako wa damu, damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Usimnyanyapae, usimtenge, wala usimdharau, wala usimnyanyase. Unaona? Huyo ndio ndugu. Kwenye kiti cha enzi pale tutazunguka, yani utazunguka na ndugu zako wale wakuzaliwa, wengine wanywa pombe tu, wengine hata inawezekana hata neema ya wokovu haitawakuta. Unaona? Lakini huyo ndio utakaa naye pale kwenye kiti cha enzi. Sisi tutazunguka, sisi tunafanyaje? Haya, utaona huko. Lakini ndio ndugu yako. Wakati mwingine umemwona ndugu yako wewe ni yule wa familia yako tu, ndio ndugu yako. Nataka niwaambie, ndugu yako huyu wa karibu yako, huyu aliyeokoka huyu, Yesu ametufanya kuwa washirika, kuwa na ushirika wa damu ile ya Yesu. Kwa hiyo kifo cha Yesu na ule ufufuko pamoja na ile damu iliyomwagika kupitia kifo cha Yesu imetufanya kuwa washirika, imetufanya tuwe na ushirika na washirika wengine wa mwili wa Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 10, naomba tusome hapo. Mimi ndo nimeshamalizia hapo. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari ule wa 16 na 17. Na Mungu inasema kikombe kile cha baraka kibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Amina. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi tumefanywa kuwa washirika, unaona, kupitia kifo kile cha Yesu, kupitia damu ya Yesu, unaona, na ule ushirika tunaoshiriki kupitia mwili wa Yesu. Unaona, tunakula mkate lakini ni ule mfano tu, lakini ndani ya lile tendo kuna nguvu, kuna umuhimu kwenye jambo unapotafakari na kusoma maandiko. Bwana asifiwe. Sema kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi ni mwili mmoja. Kwa maana sisi sote tutapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Bwana asifiwe. Zamani nilikuwa naongea na mzee wangu asubuhi, nikamwambia zamani sisi kule tulikotoka nilikuwa ninashiriki meza ya Bwana.